Nasema Ibn Hibban rahimahullah, wama raaitu ahadan takabbara ala man dunahu illa ibtalahu Allahu bidhallati au bidhillati liman fawqahu. Sijapatapo kumuona mtu ambaye, yani sijapatapo kumuona mmoja yote akafanya kipi kwa mtu ambaye yuko chini yake kiasi au yuko chini yake kiasi, basi Mwenyezi Mungu na yeye anamdhalilisha kwa mtu ambaye yuko mbele yake. Nasema aljazaa min jinsi al-amal, kimdharau na wewe yupo ambaye atakudharau, ambaye amekuzidi. Maneno anayosema Ibn Hibban. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, katika kitu ambacho hakifai ni dharau. Moja ya maneno ambayo muhimu napenda sana kusema, ala tara anna al-insana la yakfuru bil maasi walakin yakfuru bis-istighfar. Hivyo uone mwanadamu hakufuru kufanya maasi, lakini kinachofanya hakufuru kule kudharau hata hili. Kwa hiyo wewe hata hili litakuangamiza. Man ya'mal mithqala dharratin khairan yara, man ya'mal mithqala dharratin sharran yara. Kitu kidogo uzito wa dharra, sisimizi mdudu chungu, iko kinakuangamiza shehe. Kwa hiyo inatakiwa uwe makini sana. Lakini Al-Ahnaf ibn Qais naye alisema ajaban ibn Adam, mimi naona ajabu sana kwa mwanadamu ambaye yatakabbar, anafanza kibri, wakad kharaja min majrai al-bawl, wakati ametoka katika nini, min majra al-bawl, katika mapitio ya mkojo maratayn, ikiwa majrai kwa idhafa al-bawl maratayn. Sema anaona ajabu kwa mtu ambaye ametoka katika mapitio ya mkojo mara mbili. Kwa hiyo baba anatoa manii, unapita katika zakari ya baba, lakini baadaye unakuja kutoka kwa mama pia mtu hapo katika tumbo ya mkojo, alafu unafanza kitu. Subhanallah. Ondosha kiburi katika fikra zako. Billahi